Bana, naweza nikasema kwamba mimi ni mmoja kati ya mtu ambaye nimejaliwa kuona mbele. Nimejaliwa kuona nini ambacho kinafuata. Nimejaliwa kuona utaratibu ambao msanii anaweza akawa nao mpya. Bana, Ibra katika posti mbili zilizopita kabla ya live ambazo nilikuwa nimejaribu kuonyesha. Sasa Ibra kwa hivi sasa nimepita katika page ambayo basi kwa hivi sasa ana gang yake mpya inaitwa Oya Gang. Hii ni gang ambayo ipo kama gang ya kwake Harmonize Konde Gang. Sasa hapa hivi ametoka na manager wake wapya na ni watu ambao inaonekana kwamba kwenye game ya muziki basi wana uzoefu fulani na ni watu ambao wamejipanga kweli kweli kuonyesha kwamba wana lengo gani. Sasa kupitia ukurasa wa kwake Ibra katika siku hii ya leo basi ni kama vile ameamua kutambulisha management yake mpya na ameandika kwamba New Family Oya Gang. Sasa maana yake baada ya hapo akapita tena na maneno machache tena haja akasema kwamba main manager Oya Gang, business manager Don Tawamo, lakini pia akamcheck pia Mr. T-Touch. Niliongelea hili jambo na ni kama vile nilikopo nimepata mwanga wa mbele nini ambacho kinafuata. Mchana nimejaribu kuligusia na nimeliongelea kwa kina nini ambacho nimeona Ibra akiwa karibu na mtu gani na nani ambaye inawezekana kwamba alikuwa amemshauri katika masuala mazima ya kutoka katika lebo hiyo ya Konde Gang. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kati ya washauri wa kwanza kabisa ambao waliweza kusababisha Ibra kutoka katika lebo ya Konde Gang inawezekana kwamba akawa ni Mr. T-Touch, kwa sababu Mr. T-Touch alianza karibu wake na Ibra baada ya kuproduce kazi zake nyingi sana. Hii yote inawezekana ikawa ni moja kati ya njia mpya ya msanii. Sawa, lakini muda mfupi baada ya mambo yote haya kile ambacho kitakuwa kimepatikana na ukijaribu kuangalia kundi ni kubwa sana. Kwa hiyo ni kama vile hajakimbia kitu bado. Yaani kama alikuwa anakimbia Konde Gang bado hajakimbia kitu. Je, ni watu gani ambao wanataka kuweka pesa gani katika jambo hili? Bado hatujaweza kuona kama vile pesa ambayo walikuwa wameplani kumwekezea Ibra, je, itaweza kumfikisha sehemu fulani? Je, msanii huyu hapa malengo yake atakuwa ni malengo ambayo ni sahihi, kwa sababu ni yale ambayo alikuwa katika lebo ya Konde Gang, kwa sababu gang nzima iliyoko hapa ni watu wengi, tena naona kabisa ni wengi kuliko Konde Gang pale walivyokuepo. Na utaratibu ambao hao wamejiwekea, je, wataweza kumpush Ibra kama walivyokuwa wametarget? Je, ni watu ambao wanalijua soko la muziki? Je, Ibra huyu ataweza kukimbizana na soko la muziki wa sasa? Kipaji anacho. Je, fedha itawatoka watu hawa kwa ajili ya kuwekeza kwa msanii huyu? Sababu ni msanii ambaye anakuja kwa kasi. Je, uwekezaji wao utakuwa kwaje? Je, management hii imejipanga vipi? Je, experience yao iko vipi? Inawezekana kwamba ni watu ambao wameamua kujaribu kupitia msanii huyu, lakini pia kupitia mgongo wa Mr. T-Touch wameamua kujaribu na kwenda basi mbele frontline kuonyesha nini ambacho wanaweza wakakifanya. Tusubiri tuwape mwaka mmoja tuangalie movement zake zikoje. Sishangai kuona kwamba ameshindwa au sishangai kuona kama amefanikiwa. Ana kazi kubwa sana Ibra kuweza kuwaaminisha Watanzania kwamba yeye ni msanii ambaye yupo chini ya lebo na lebo ilikuwa haimbebi kabisa. Lebo ilikuwa haimfanyii vitu ambavyo vilikuwa vinastahili, kwa sababu ukijaribu kuangalia hapa kinachofuata ni kwamba changamoto si fedha, bali changamoto hapa hivi inakuja kwamba je, atapanda juu? Hiyo ndo shida, sababu kundi kubwa la watu kutembea nao, kundi kubwa la watu sio shida kutembea nao, ila changamoto inakuja kwamba je, atapanda juu? Je, mashabiki wataenda naye sambamba? Je, kundi hili la watu litaweza kucheza sawa sawa na management ya Konde Gang ilivyokuwa inafanya? Sasa management ya Konde Gang ilikuwa inakataa shows. Je, Ibra ataweza kwenda nao? Sio kama atakuja tena kutukana kama alivyomtukana Harmonize. Kwa hiyo kuna mambo mengi hapa kwenye management, pia inabidi wawe makini sana. Jambo la kwanza ambalo naliona kwa Ibra, management hii inabidi iwe makini, ni kwamba wameshamuona msanii alivyotoka katika lebo na mtu ambaye amemtoa katika muziki alivyomuongelea vibaya. Hilo ndio la kwanza. Jambo la pili, wanabidi wawe attention sana makubaliano waliofanya naye, yaani makubaliano ambayo ni ya makaratasi. Yaani makubaliano inabidi yawe katika hali ambayo ni strict. Endapo kama pakitokea kitu kibaya, itambulike kwamba yawezekana kwamba msanii huyu hapa hivi akapigwa ban. Itambulike kabisa wazi, kwa sababu unajaribu kuangalia jinsi alivyotoka katika lebo ya Konde Gang, ni makubaliano ambayo alikuwa amefanyika fair play. Tena Harmonize amefanya makubaliano ambayo ni mazuri sana. Amemwachia aende na ameanza safari mpya. Ila kwa kweli siwafichi, Harmonize bado ana maumivu. Harmonize bado ni mtu ambaye ameamua ku clear the air na ku go frontline kuendelea na maisha yake, sababu kipato ambacho alikuwa wanakihitaji Konde Gang kwa ajili ya msanii huyu
hawezi kutoka katika lebo ile, basi inawezekana kwamba hawajapata hata shilingi 100, kwa sababu kujaribu kuangalia eti nyimbo za Harmonize aliyomshirikisha Ibra ndio nyimbo ambazo basi ndio mapato ambayo watakuwa wanalipana. Hawajaangalia stuffs like kama vile kuanzia alivyotoka, management ilitumia kiasi gani, route za magari zilikuwa kiasi gani, hawajaangalia hicho. Kwa hiyo ni vyema zaidi kwa katika jambo hili hapa naweza ngasema kwamba hii management mpya inabidi wawe makini sana na Ibra. Yaani katika business wisely, wasipokuwa makini Ibra anaenda kuanguka au anaenda kuangusha. Kwa sababu tukiangalia kipaji cha Ibra sio kipaji ambacho ni kikubwa sana kama cha Rich Mavoko. Lakini tumeona Rich Mavoko, what is happening now? Mavoko sasa hivi anapiga chaka tu chaka. Mavoko ni mtu ambaye hatukutegemea kwamba atafanya show za namna hiyo. Kwa hiyo I say ni swala ambalo watu wengi wanabidi watumie akili sana katika hili, sababu kundi zima hili sio kwamba katika ugawaji wa fedha, let's say kwamba show ni ya milioni 6 ambazo yeye alikuwa anasema kwamba Konde Gang walikuwa wanazikataa, walikuwa wanataka show za milioni 10, kwamba kundi zima hili hapa hivi watapata show katika show moja watapata laki au sababu nimeona kundi ni kubwa sana. Tuanzie tu kwenye swala zima la show, kwa sababu wasanii wengi wana expect mapato mengi sana katika swala zima la show. Sasa ukiangalia kundi zima la watu hili ni kama watu 6 mpaka 7, na ni watu ambao kweli uwezi ukawapa laki wakaona biashara kwamba inaenda. Ni watu ambao 2 4 6 8 10, watu 10. Sawa, kunaweza kuwepo kuna manager ambaye basi ni manager mmoja, lakini pia anaweza kuwepo tena huyo manager, kwa sababu amejaribu kusema kwamba kuna Oya manager, lakini pia kuna Mr. T Touch. Bwana umeona Sasa je, itakuwa kwaje? Je, movement zitakuwa kwaje? Na watu wote wataweza vipi kunufaika na kijana huyu? Sababu ni kijana ambaye kwa sasa hivi ndio kipindi ambacho kilikuwa kwamba arudishe fedha. Kwa hiyo amemchukua katika muda ambao yuko ni sawa na kumchukua mchezaji akiwa katika piki nzuri ya uchezaji mpira. Ila kwa upande wa mashabiki sasa, mashabiki wanaona kama vile Doni ambaye ndio meneja wake mpya, Don Tawamo, basi kama yupo mikono ya kwake, yupo katika anamiliki Ibra, basi ni meneja ambaye anaweza akapeleka muziki wa Ibra katika sehemu salama. T Hits anasema kwamba as long as Don Tawamo is the team of yours, bana, you are in safe hands. Sasa hapo ni kama vile wanajaribu kuonyesha kwamba Don Tawamo ni mmoja kati ya mtu ambaye yupo sahihi sana kwenye swala zima la muziki. Lakini pia anasema kwamba huyo anamuita Kanani Promotion, sema kwamba anapenda kuona msanii akifika mbali. Oya Gang Ibra, bana, naomba unisaini kakaangu na kipaji. Huyu ni mkali wenu original, amejaribu kuonyesha ishara za utani. Bando TZ, new time, new team, new energy. Bana, huyu ni bando anajaribu kuonyesha nini ambacho new time, new team, new energy. Afu Oya Gang wenyewe wakaja tena waka comment kwamba ni kama Max TZ anasema kwamba new chapter. Uncle Zala, mbona Mr. T Touch anaheshima sana? Umemwambia nini? Okay, sawa, lakini as a boy ninahitaji unisaini. Uniite Festisani. Oya Gang. Unaniita Uncle Oya Gang. Isaac the Genius. Kaka soma mkataba vizuri. Yani hapa mjaribu kumkumbusha kwa kile ambacho kisije kikawa kimetokea kama ile kipindi cha nyuma. Bana, mimi sitakuwa na lazima kwa muda huu. Bye bye for now.